Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Hakika wakati ni mzito sana kuwa tuzungumze vile tutakavyo, kwa ajili mji wenyewe Nairobi haukubali namna hiyo. Watu pengine saa 8 wataka kurudi kwenye kazi na mfano wake, lakini tutatabaru ili ile ada ambayo kwamba iliasisiwa na mzee wetu zaidi ya miaka 50 bila kukatika, na leo inshallah isikatike. Lakini alhamdulillah, mwanzo tumesikia kutoka kwa ustadhi wetu al-Ustadh Mahmud, barakallahu fihi. Nitaeleza hadithi moja tu kwa ufupi ya Jumaa, hadithi ambayo kwamba ulamai wamesema ndiyo hadithi kazi yake ni ndogo zaidi na faida yake ni kubwa zaidi. Hadithi yenye kufungamana na siku ya Ijumaa kazi yake ni ndogo sana, lakini hakuna hadithi ilokuja na malipo makubwa zaidi kuliko hadithi hiyo. Na hadithi yenyewe ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema, man ghassala yawm aljum'ati waghtasala wa bakkara wabtakar wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imami wastama'a wa ansata falam yalghu kana lahu bikulli khatwatin ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Ni hadithi fupi na kazi yake ni fupi, yenye kufungamana na siku ya Ijumaa, lakini malipo yake ni makubwa. Hakuna hadithi yenye malipo makubwa kama hadithi hii. Hadithi yenyewe Mtume asema, man ghassala yawmal jum'ati waghtasala. Ghassala ulamai wamekwambia imma bitashdid au bitakhfif. Waweza kusema ghassala au kusema ghassala, yote mawili. Na akthari ulamai wamesoma kwa takhfif, man ghassala, na wengine wamesoma kwa tashdid, man ghassala, mwenye kumuogesha au mwenye kuoga. Na wametofautiana ulamai katika hii ghassala maana yake nini. Kuna walosema maana ghassala ni maana yake wewe ufanye sababu mpaka mwenzako aoge. Si umenipata sio? Ni ufanye wewe sababu mpaka mwenzako afanye nini? Aoge. Maana yake ukiwa na mke siku ya Ijumaa ile, wewe ustarehe na mke wako, ndio maana ghassala, ukamosha mwingine, ikawa ni sababu mpaka ule mwingine afanye ni. Na ni uzuri yaumul jumaa, lailatul jumaa, wewe kustarehe na mke wako. Kwa ajili ulama wakwambia, kwa ajili mtu akenda Ijumaa atakaende na moyo wake wote umeelekea Ijumaa. Waweza ukapita barabarani ukaona vishawishi vikakushawishi, lakini ikiwa usiku uliopita umestarehe na mke wako, utakuwa mawazo yako yote yanaelekea wapi? Ijumaa. Ndio Mtume akasema, man ghassala sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wengine ulama wakwambia man ghassala maana yake ni mwenye kuosha nyele zake. Waarabu zamani alikuwa akiweka nyele kubwa, ndio utasikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam nyele zake wakati mwingine ikifika mpaka chini ya masikio. Ile ilikuwa ni ada ya Waarabu kuweka nyele kubwa, na walikuwa hawapendi zile nyele zao kuziosha wao. Pengine mtu huoga lakini huoga chini tu, kwenye kichwa hataki kuoga, kwa ajili zile nyele kuna madawa fulani alikuwa akiatia, hataki yale madawa yafanye nini? Yatoke. Sasa Mtume akasema man ghassala, mwenye kuosha nyele zake siku ya Ijumaa. Wengine wakwambia man ghassala ni kawaida tu mwenye kuoga, kisha waghtasala, na yeye akaoga. Kwa hadithi ya Mtume, idha jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil, mwenye kuja mmoja wenu siku ya Ijumaa basi aoge. Kuoga siku ya Ijumaa ni katika sunan muakkada,
bali wengine umekwambia ni wajibu siku ya Ijumaa wewe uoge. Lakini sisi madhhabi yetu ni sunna mtu aoge siku ya Ijumaa, na Ijumaa yaanza magharibi ya Alhamisi. Ile magharibi ya Alhamisi tuita magharibi ya Alhamisi, lakini magharibi ya Ijumaa. Kuanzia magharibi siku ile mpaka wakati wa kwenda Ijumaa, wakati wote hapa kati ukaoga na ukatiania mimi naoga sunnatul Jumaa, basi wewe umepata fadhila ya Ijumaa. Ndio hiyo man ghassala waghtasala. Ni jambo dogo tu hilo, usokuwa na mke kile cha kwanza hakikuhusu wewe, si chako, au pengine uoshe nyele zako. Wabakara wabtakar, akareuka na akawa mapema. Vitu viwili, akareuka na akawa mapema. Ulama kwambia bakara manake ukienda msikitini mapema. Ukienda msikitini mapema manake tangu jua likisha kupanda, wewe kila ukienda msikitini mapema thawabu zako ni nyingi zaidi. Wabtakara maana yake ukawahi kusikiza hutuba zote za imamu ya kwanza na ya pili. Wamasha, na akatembea kwa miguu yake. Walam yarkab, wala hukupanda farasi, hukupanda gari. Hata gari sasa kwa wewe na gari humo katika hadithi hii, pengine upaki gari kisha ndio utembee. Kadiri ya hatua ndio kadiri ya ajiri. Hata ukipaki hapo chini kuna hatua ngapi mpaka ufike msikitini ndio ajiri yake. Na kila ukiwa mbali zaidi, hatua zako zikiwa nyingi zaidi, thawabu zako zinakuwa nyingi zaidi. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa wakenda Ijumaa wakitafuta njia gani ndefu zaidi mimi ya kwenda mpaka nifike Ijumaa, ili wapate hatua nyingi zaidi. Wadana minal imam, akawa karibu na imam, akakaa karibu na imam. Sio sisi tukija msikitini tutatafuta vipembe, tutategemea wapi, tutapata kipembe wapi? Sunna siku ya Ijumaa kila ukiwa karibu na imamu thawabu zako ni kubwa zaidi. Wastama, na akasikiliza khutba, ukae usikilize khutba. Walam yalghu, wala hakufanya mambo yoyote ya upuzi. Khatibu akizungumza ni lazima tukae tumsikilize khatibu. Man takallama يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema man takallama yawm aljum'ati, yoyote mwenye kuzungumza siku ya Ijumaa, wal imamu yakhutub, na imamu yuko katika khutba, manake imamu akhutubu. Na hapa ulama ndio wamekwambia ni uzuri siku ya Ijumaa atakaye khutubu ndio aswalishe, manake Mtume asema wal imamu yakhutub, imamu ndio awe khatibu. Japokuwa wengine wakwambia kukitokea mtu bora aweza kupishwa kuswalisha, lakini uzuri zaidi yule atakaye khutubu ndiye awe imam. Ila kupatikane mtu fadhil, mtu mwanachuoni, mtu ni nini, ni mzee wa kuheshimika, hawezi pengine kukhutubu nini, aweza kukaribishwa. Lakini sunna itaikanayo yule atakaye khutubu, kwa ajili Mtume asema wal imamu yakhutub, na imamu afanya nini, akhutubu. Fahuwa kamathali alhimari yahmilu asfara, wewe ukiwa utazungumza na imamu wa khutubu, mfano wake ni kama mfano wa punda alobeba mizigo. Umejipa mzigo tu, umevaa kanzu nzuri, umepitia mafuta mazuri, umekuja msikitini mapema, umefanya nini, lakini huna kitu. Kisha akasema walladhi yaqulu lahu ansit, na yule ambaye kwamba atamwambia nyamaa usizungumze, laysat lahu juma, pia yule hana Ijumaa. Yule ambaye kwamba atamwambia usizungumze, hata kumshiria mwenzako kumwambia usizungumze kwa kauli, wewe pia huna Ijumaa, laysat lahu juma. Ndio hiyo wadana minal imam fastamaa walam yalghu, wala hakufanya upuzi. Kana lahu ka ajru sanatin, malipo ya mtu mwenye kufanya hayo, ukaoga siku ya Ijumaa,
ukatoka mapema, ukawahi kusikiza Ijumaa, ukatembea vizuri, basi malipo yake kana lahu bikulli khatwatin ajru sana. Kila hatua moja wewe utalipwa thawabu ya mwaka mzima. Angalia fadhila unayopata. Hatua moja thawabu yake ni mwaka mzima. Tena ajiri gani? Siyamiha wa qiyamiha. Utaandikiwa kwa kila hatua moja ni kama ulofunga mwaka mzima na ni kama ulosimama usiku mwaka mzima. Kwa kila hatua. Hayo utoke ofisini kwako mpaka msikitini, iwe ni hatua 200 tu, ni miaka mingapi? 200. Lakini sheitani atubabaisha. Mtu siku ya Ijumaa ndo huwa kazi nyingi zaidi. Wenyewe kuambia siku ya Ijumaa bwana ndo siku ya kazi. Kwa ajili sheitani hataki uzipate hizi fadhila. Hataki upate fadhila kama hizi. Ndo katika Qur'ani ukaambiwa ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai'a. Wacha biashara yako siku ya Ijumaa. Sheitani atakupambia biashara yako. Mimi bwana nikifunga saa 5 bwana nitakosa wateja mimi. Tena huambiwa siku ya Ijumaa ndio siku ya kazi. Idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati wadharul bai'a. Bali ulama wamekwambia bai'i ya baada ya kuingia wakati wa Ijumaa ni haramu na haisihi. Kifanyana mtu na bai'i wakati wa Ijumaa umeingia, kwanza utapata madhambi, ni haramu. Kisha la pili, bei yenyewe pia haikusihi. Haikusihi bei. Kwa hivyo siku ya Ijumaa ni siku kubwa, na hasa Ijumaa ya leo imekusanya mambo matatu katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idha jitanaba al-kaba'ira au idha jitunibatil kaba'iru. Swala 5 zile, mtu akiwa atasali swala 5, ukasali swala tangu alfajiri mpaka swala ya ishai, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'a, na juma mpaka juma nyingine, wa ramadhanu ila ramadhan, na ramadhani mpaka ramadhani nyingine, mukaffiratun lima bainahunna, yale makosa madogo madogo yaliyoko kati ya siku hizi Mwenyezi Mungu huyasamehe. Lakini idha jitana bal kabaira, akijiepusha yule mtu na madhambi makubwa. Swala 5 ni mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia katika hadithi yake ndefu. Lau kama katika mlango wa mmoja wenu kuna mto kama ule, yeye kila siku yuaoga mara 5, je, kutabakia uchafu katika mwili wake? Masahaba wakamwambia Rasulullah, la yabqa fi daranihi shay'un, haibaki katika mwili wake chochote. Mtume akamwambia mathalus salati, hiyo ndio mfano wa nini? Wa swala. Mtu mwenye kuswali swala, zile swala yampomoshea, yamuondoshea makosa yote, habaki na makosa. Kisha Ramadhan, Jum'atu ila Jum'a, juma mpaka juma nyingine, kutoka juma hii mpaka juma nyingine. Na pia ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man ightasala yawmal jum'ati wa massa min tibin walabisa ahsana thiyabihi thumma kharaja ila almasjidi, mpaka mwisho wa hadithi. Wakati umekwenda, mwenye kuoga siku ya Ijumaa kisha kati ya mafuta mazuri, na katika riwaya walabisa wa massa min tibi ahlihi, akatia mafuta elea ya mtu wake wa nyumbani. Manake mke wako kakutia mafuta ya siku ya Ijumaa, ukenda walabisa ahsana thiyabihi, na akavaa nguo yake mzuri zaidi. Ni sunna siku ya Ijumaa mtu avae nguo yake mzuri zaidi. Mtume alikuwa kwa msikitini siku ya Ijumaa, kukaingia masahaba wamevaa nguo za kazini. Zile nguo za kazini wamevaa mihnat, manake za kazini hutofautiana kazini. Ikiwa wewe wavaa suti ndio ya kazini hiyo, ikiwa huvaa kanzu ndio ya kazini. Nguo yake ya kawaida ameivaa. Mtume akamwambia, kwa nini wewe hukuweka nguo 2 za siku ya Ijumaa, special hizi nguo za siku ya Ijumaa? Mtume akamwambia tena mara 2 ikatokea. Mtume alikuwapenda kuwekwe nguo hasa hizi nguo ni za siku ya
Ijumaa zile za kazini enda nazo kazini, hazina matatizo, swali nazo, swala itasihi. Lakini Mtume alimuomba yule aweke nguo hasa mahsusi, hizi nguo za siku ya Ijumaa. Sasa mtu ambaye kwamba ataoga kisha ajitie mafuta mazuri, avae nguo zake mzuri zaidi, manake mzuri zaidi kuliko nguo unavyozivaa wakati waenda harusini. Mtu akaenda harusini uvaa nguo namna gani? Tafuta nguo mzuri, hata pengine hata huoi wewe, lakini uonekane na wewe wenyewe kuambia tujikumbushe zama za zamani. Ujikumbushe nini? Lakini ukienda Ijumaa ndo ataka uwe na nguo haswa, uweke nguo zako hizi ni za Ijumaa tu hizi. Na nguo mzuri ni nguo nyeupe. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akipenda siku ya Ijumaa kuvaa nguo nyeupe. Kisha mtu kama ule akatoka akaenda mpaka msikitini, akaingia msikitini, akarukuu raka 2 in arada, Mtume asema akitaka ukasali raka 2, sio raka za Ijumaa. Kisha walam yu'dhi ahadan, wala asimuudhi yoyote. Manake ukiingia msikitini usimuudhi mtu, usimruke mtu, usimkanyage mtu, usimsongeze mtu. Wewe kaa pale ambapo kwamba pahali pamefika, ila iwe kuna nafasi mbele. Kama siku hizi pengine watu wapenda kukaa nyuma, ikiwa iko nafasi mbele njoo mbele. Lakini takhatti rikabi nas يوم الجمعه ni katika mambo makruh. Wewe uruke mpaka ufike swafu ya kwanza, ni makruh. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema mtu kama huyo atasamehewa kutoka kwenye juma lile mpaka juma lingine, min tilka aljum'a ila al-ukhra, kutoka juma lile alokuweko mpaka Ijumaa lingine. Ndio salawatul khams wal jum'atu ila aljum'a wa ramadhanu ila ramadhan, na hii Ramadhani mpaka Ramadhani ijayo. Na Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposema Ramadhanu ila, ni maana yake mwaka mzima utaangaliwa, si min Ramadhani ila Ramadhan, ni Ramadhan ila Ramadhan, kwa ajili katika faida ya somu la'allakum tattaqun. Ikiwa ukimalizika Ramadhani hujawa na takwa, huko katika maghfira ya Ramadhani wewe. Ukimalizika Ramadhani ndo huangaliwa wa Ramadhanu ila Ramadhani. Ukiwa mpaka ila Ramadhani, ile nishati ya Ramadhani imekuchukua mpaka Ramadhani nyingine, wewe umeingia katika msamaha. Ikiwa ukionekana mwezi umerudi pale pale ambao kwamba ulipokuweko, pengine umerudi ni zaidi ni mbaya zaidi, basi wewe huko katika msamaha huu. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusamehewa katika mwezi wa Ramadhani. Na siku ya Ijumaa Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuheshimu, si juma ya Ramadhani, juma yote. Na sisi hakuna sala ambayo kwamba pengine hatuithamini. Siku ya Ijumaa ndo sayyidul ayyam, bwana wa masiku. Ijumaa ni bora kuliko Eid. Vile una hamu ya Eid, yataka hamu ya Ijumaa iwe ni kubwa zaidi kuliko hamu ya Eid. Lakini leo hatujali. Mtu aweza kusafiri siku ya Ijumaa hata habari hana. Tu siku ya Ijumaa safiri hata habari hana. Wengine kuambia musafir kafir, wal iyadhu billah. Musafir muslim, musafir mu'min. Ukisafiri wewe uko katika dhima ya Mwenyezi Mungu. Da'watul musafir mustajaba, dua ya mwenye kusafiri yajibiwa. Ukisafiri wewe uko katika dhima ya Mwenyezi Mungu. Lakini kutaka usahane, tutakwambia musafir kafir, hata usafiri. Mtu ataondoka Ijumaa, na ikiwa wewe umeondoka pahali na pale pahali pamekupasa wewe ni lazima uswali Ijumaa, basi una madhambi kwa kuwa wewe umeondoka. Ndio ikawa ulamai wetu na wazee wetu ilikuwa siku ya Ijumaa hawasafiri kabisa. Hakuna safari. Hata magari zamani siku ya Ijumaa ilikuwa ndio hayasafiri. Magari ya Waislamu siku ya Ijumaa hayasafiri. Juzi tumetoka Mombasa Ijumaa, katika barabara tukaambiwa siku ya Ijumaa ndo siku magari ya mwingi zaidi barabarani. Angalia kinyume ilivyokuwa. Zamani watu Ijumaa hawasafiri, sasa kumewekwa mawazo hakuna siku nzuri ya kusafiri kama nyinyi wasafiri Ijumaa. Ijumaa magari mingi barabarani, na magari yote ya Waislamu. Na magari yote ni ya Waislamu. Na utaona magari ya Kiislamu ndio magari ambayo kwamba ukiwaambia tusimame tuswali Ijumaa ndo vita na wao.
Au umepanda gari wewe umwambie dereva, bwana leo ni siku ya Ijumaa, kwa sani yako tusimame wewe Muislamu peke yako wewe? Sisi pia tumesilimu kabla yako bwana, sisi tunajua Uislamu bwana, sisi tuko safarini. Lakini zamani ilikuwa siku ya Ijumaa yaheshimiwa. Watu walikuwa na nguo za Ijumaa, watu biashara zao siku ya Ijumaa huzifunga, kazi zao huzifunga. Wajua ni siku kubwa, ni siku ya kuleta dua, ni siku ya kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam apenda sana siku ya Ijumaa kuswaliwa. Kwa hivyo tukithirisheni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala yote utakayoweza, ulama wamekwambia umswalie swala yote, lakini ala akali usikose swala 100 kumswalia Mtume siku ya Ijumaa. Na ni siku ya dua, siku ya dua nyingi. Baada salatul Jumaa ulama wametuwekea dua nyingi. Wengine watuambia usome suratul Fatiha, suratul Nas, suratul Falaq, suratul Ikhlasi, na dua nyingine usome mara 7 ulete subhanallahi alazim bihamdihi, allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ukisoma siku hizo vitu hivyo siku ya Ijumaa, basi wiki mzima hukosi pesa mfukoni, hukosi pesa mfukoni wiki mzima. Lakini kwanza soma kwa ajili ya Mungu, kisha Mungu akupatie. Usisome kwa ajili mimi nasoma nataka pesa. Wewe soma. Wenyewe walikuwa wakisoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kisha Mwenyezi Mungu hufanya nini? Huwapatia. Sisi ni kinyume, sisi husoma kwa ajili tupate, kisha ndo tumweka Mungu kati yake. Hivi ukisikia pesa pengine ndo tutasoma. Dua gani hiyo ustadhi bwana tuandike? Hutaki kusoma kwa ni dua, unataka kusoma kwa hapo utakosa pesa. Lakini soma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Zikawekwa zile aurad, zikawekwa mawali, zikawekwa burda na ulama wetu kwa ajili siku ya Ijumaa. Akthiru minas salati alayya fil lailatil gharra'i wal yawmil azhar. Mtume asema kithirisheni kuniswalia katika usiku wenye kutoa mwangaza, na siku nao ndio siku ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya salatul Jumaa. Mwenyezi Mungu atubarikie katika jalasati zetu. Mwenyezi Mungu aitakabali swala yetu inshallah taala. Mwenyezi Mungu aikubali somo yetu inshallah taala. Tukitoka hapa tupate zile bikuli khatwa, hata kama hapa mpaka chini tutembee kidogo kidogo, hatua ndogo ndogo ziwe nyingi mpaka chini. Kwa kila hatua moja utapata ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Tutawashukuru sana kwa kuwa mumekaa mkatusikiliza wakati mgumu, lakini inshallah malipo yetu yote yako kwa Mwenyezi Mungu. Na tuwashukuru watu wa msikiti kama huu kwa kuwa umefika hapa ulipofika, na maimamu waliokuwa hapa, ustadhi wetu Ustadh Abdul Muttalib na wengine na waliokuwa na wao. Mwenyezi Mungu awape moyo na awape himma kuendeleza kazi ya dini inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.